Kulikuwa na mada mbalimbali. Moja ilikuwa ni kujengana uwezo, kuelewa BBT na malengo yake, lakini pia kujua wanufaika ni akina nani. Lakini eneo la pili ilikuwa ni kwa nini tumeamua kuwa na maafisa viungo. Kwa hiyo tumeelewana majukumu ya maafisa viungo yatakuwa ni yapi na yatatekelezwa kwa utaratibu upi. Lakini la tatu tumeenda kwamba msingi wa BBT ni ardhi. Pamoja na kwamba BBT inatekelezwa katika mnyororo wa thamani. Si watu wote kwenye BBT watakuwa kwenye kulima, lakini wale hata watakao kuwa sehemu nyingine wote wanategemea ardhi. Kwa hiyo tumepeana utaratibu wa namna ya kupatikana kwa ardhi katika halmashauri zetu ili tuweze kushiriki katika utekelezaji wa BBT. Lakini pia tumekubaliana utaratibu wa kupata vijana. Tunahitaji watu ambao ni strategic, tuweze kujenga vijana ambao wataweza kuendeleza wilaya zetu na taifa kwa ujumla. Lakini eneo la 4 tumejengeana uwezo kuhusiana namna ya kupima ardhi ambayo kwa miradi ya BBT inagharimu gharama kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima tuwe na uhakika na pale tunapoenda kuinvest. Kwa hiyo lazima ardhi ipimwe na ipatiwe hati. Lakini pia afya ya udongo ni lazima ipimwe na kujua kwamba tunahitaji investment ya aina gani katika kuinvest katika eneo hilo. Kwa niaba ya washiriki wenzangu, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kushiriki fursa hii adhimu ambapo tumejengewa uwezo, tumepata uelewa mpana jinsi ya BBT program inavyofanya kazi. Kwa hiyo tunaahidi tutakuwa mabalozi wa fikra na mabadiliko chanya huko tunakoenda. Tutashirikiana na viongozi wa maeneo yetu, tutaenda kupeleka haya maarifa tuliyoyapata kutoka hapa, tutaenda kushawishi vijana na wanawake ili tu kufanikisha hii program ifanikiwe vizuri, ieleweke na iweze kuleta matokeo chanya.